Ndugu zangu waandishi wa habari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama mnavyofahamu, moja ya majukumu ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ni kuratibu matumizi na maendeleo ya lugha adhimu na aushi ya Kiswahili kitaifa na kimataifa. Katika kutekeleza jukumu hili, wizara kwa kushirikiana na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA imeandaa na inaendelea kutekeleza mkakati wa kitaifa wa miaka 10, yani mwaka 2022 hadi mwaka 2032 wa kukipeleka Kiswahili kimataifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa sasa Kiswahili sio tu lugha ya mawasiliano mapana, bali pia ni lugha inayoweza kutumika kama kibebeo au kichocheo cha kukua kwa sekta na tasnia mbalimbali. Kiswahili kimeendelea kupata mashiko katika nyanja za kimataifa, kwani kwa sasa lugha hii pendwa imekuwa ni lugha rasmi na ya kazi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Umoja wa Afrika. Pamoja na hayo, Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, yani UNESCO, imeipa hadhi lugha ya Kiswahili kwa kuridhia na kukipangia siku maalum ya kusherekewa duniani, ambapo maadhimisho ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani hufanyika tarehe 7 ya mwezi Julai kila mwaka, ikiwa ni lugha ya kwanza kutoka barani Afrika kupangiwa siku yake maalum ya kuadhimishwa duniani. Maamuzi haya ya shirika la UNESCO yaliungwa mkono na kupitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kupitia azimio namba A/78/L.83 la kuadhimishwa kwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani tarehe 1 ya mwezi Julai mwaka 2024. Ndugu zangu waandishi wa habari, tarehe 13 Novemba mwaka 2025, shirika la UNESCO pia lilipitisha kwa kauli moja Kiswahili kuwa moja ya lugha rasmi ya mikutano mikuu ya shirika lenye wanachama wengi duniani. Hii ni fursa na nafasi nyingine muhimu ya kuendelea kukua na kuendelea kwa lugha yetu ya Kiswahili kimataifa. Zaidi ya hayo, Kiswahili ni lugha inayofundishwa katika taasisi za elimu ya juu zaidi ya 150 duniani, lugha ya matangazo katika idhaa za redio na televisheni zaidi ya 300, na ikiwa na wazungumzaji zaidi ya milioni 500 duniani kote. Ndugu zangu waandishi wa habari, kutokana na muktadha niliyoueleza hapo juu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeanzisha makongamano ya lugha ya Kiswahili ya kimataifa. Malengo ya kuanzishwa kwa makongamano haya ni pamoja na kuweka maslahi mapana ya taifa kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni, pamoja na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi mbalimbali duniani, pamoja na kuitangaza Tanzania na utamaduni wa Mswahili kimataifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kongamano la kwanza la Kiswahili kimataifa lilifanyika nchini Kuba tarehe 7 hadi 11 Novemba mwaka 2024, ambalo lilishirikisha diaspora, wadau, wapenzi na wataalamu wa lugha ya Kiswahili duniani. Kongamano hilo lilijumuisha washiriki zaidi ya 600 kutoka nchi mbalimbali duniani. Lengo la kongamano hilo lilikuwa ni kupeleka Kiswahili katika nchi za ukanda wa Karibe, Amerika ya Kati na Amerika ya Kusini, ambako lugha kuu ya mawasiliano ni Kihispaniola. Aidha, mafanikio yaliyopatikana katika kongamano hilo ni pamoja na kuzinduliwa kwa kitabu cha misemo ya kila siku ya Kihispaniola Kiswahili, yani Kamusi ya Kihispaniola Kiswahili, pamoja na kitabu cha Jifunze Kihispania kwa Kiswahili. Kuwekwa rasmi kwa lugha ya Kiswahili katika ukanda wa Karibe, Amerika ya Kusini na Amerika ya Kati, kupanuliwa kwa soko la machapisho ya Kiswahili kama vile majarida, vitabu vya kujifunza Kiswahili pamoja na kamusi za Kiswahili, na kuamshwa ari na hamasa za watu kujifunza lugha ya Kiswahili nchini Kuba. Ndugu zangu waandishi wa habari, kongamano la pili la Kiswahili la kimataifa lilipangwa kufanyika katika makao makuu ya Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, yani UNESCO, tarehe 27 hadi 30 ya mwezi Aprili mwaka 2026 jijini Paris, Ufaransa. Kutokana na sababu mbalimbali, zikiwemo maoni yaliyotolewa na wadau ya kufanya kongamano hilo sambamba na maadhimisho ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani, na hali ya kiusalama iliyosababisha changamoto za usafiri wa anga kufuatia mzozo wa eneo la Mashariki ya Kati, nachukua nafasi hii kutangaza kuwa kongamano la Kiswahili la kimataifa
ambalo awali lilipangwa kufanyika tarehe 27 hadi tarehe 30 ya mwezi Aprili mwaka 2026 sasa limesogezwa mbele na litafanyika tarehe 4 hadi tarehe 7 ya mwezi Julai mwaka 2026 katika makao makuu ya shirika la UNESCO jijini Paris, Ufaransa, sambamba na maadhimisho ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani ambayo hufanyika kila tarehe 7 ya mwezi Julai. Kongamano hili linatarajiwa kujumuisha washiriki zaidi ya 1000 duniani kote. Ndugu zangu waandishi wa habari, shughuli zitakazofanyika katika kongamano hilo ni pamoja na maonyesho ya kazi za mikono za sanaa na utamaduni, uwasilishaji wa makala, utiaji saini wa hati za makubaliano ya ushirikiano kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Ufaransa katika sekta za elimu na utalii, utendi wa muziki na ngoma za Kitanzania, maonyesho ya utalii na vyakula vya asili vya Kitanzania, majadiliano ya fursa za kibiashara, utoaji wa tuzo kwa shirika la UNESCO na watu binafsi wenye mchango mkubwa katika kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili kimataifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, katika kongamano hilo Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Kwa niaba ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, nachukua nafasi hii kuwaomba radhi wote waliokuwa wamekamilisha maandalizi yao ya safari hii na ushiriki wao, yaani kwa tarehe 27 hadi 30 ya mwezi Aprili mwaka 2026 kwa usumbufu watakaoupata, na nawaomba turekebishe tiketi zetu na maandalizi yetu mengine ili tushiriki ipasavyo na bila kukosa tarehe 4 hadi 7 mwezi Julai mwaka 2026. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Zanzibar imejipanga kuhakikisha tunakuwa na maadhimisho bora ya mwaka huu na yatakaokuwa na matokeo makubwa katika maendeleo ya lugha yetu ya Kiswahili. Naomba kupitia kwenu taarifa hizi za kusogezwa mbele kwa kongamano hili muhimu ziwafikie wananchi, wapenzi wa lugha ya Kiswahili, diaspora pamoja na wataalamu wa lugha ya Kiswahili duniani kote kuwa kongamano la pili la Kiswahili la kimataifa sasa litafanyika sambamba na maadhimisho ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani, yani Masikidu, kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 7 ya mwezi Julai mwaka 2026 jijini Paris, Ufaransa. Asanteni kwa kunisikiliza.